Habari Mtanzania popote pale ulipo, karibu sana katika Multipolar Vision. Ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa pili 2026, nikukaribisha sana kwa ajili ya kuyazungumza mengi na kuyajadili yale ambayo yamejiri kwenye ulingo wa siasa, hususan katika siasa za kimataifa, tukiwa na uchambuzi wa kina, makala yenye udadavuzi kuangalia upande wa pili wa shilingi, namna ambavyo tukio husika tuliloliweka mezani lina maelezo ya kutosha. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona, naamini kabisa Jumapili yako leo imeenda njema mpaka kufikia wakati huu, mambo ni murwa kabisa. Na hii leo pia kwenye Multipolar Vision tumemwalika mchambuzi wa siasa za kimataifa na mbobezi Bwana Godfrey Mchungu. Karibu sana kwenye Multipolar Vision. Asante sana. Habari yako? Salama. Mambo yanaenda? Sawa, lakini mara kadhaa huwa yapo mengi tunayoweka mezani, na tija kubwa kwenye tathmini ya leo kupitia Multipolar Vision ni tathmini ya hali ilivyo katika mgogoro unaoendelea hivi sasa katika taifa la Iran. Na nikueleze wazi ya kwamba katika miaka ya hivi karibuni mgogoro wa Iran umekuwa ukiongezeka kutokana na mchanganyiko wa mambo ya ndani na kimataifa pia, jambo ambalo limekuwa likijadiliwa kwenye muktadha tofauti tofauti. Lakini tathmini ya hali hii pia inaelezea jinsi mgogoro huo unavyoweza kuzidi na madhara yake kwa Iran, eneo zima la Mashariki ya Kati, jambo ambalo tumelishuhudia katika mwisho wa mwaka 2025 na hata mwanzoni mwa mwaka 2026. Kutoka Januari hivi mpaka hivi sasa, majadiliano kati ya taifa la Iran na Marekani yakiwa yanaendelea, pengine kulikuwa kuna hatari ya kuogofya vita vikitokea. Sasa moja ya mambo kadhaa ambayo yameonekana ni swala la kisiasa na kijamii ndani ya taifa la Iran, lakini jambo la pili ni msukumo wa kisiasa nje, lakini pia vile vile migogoro na mataifa mengine. Ni jambo ambalo hii leo pia tutakwenda kulifafanua zaidi na kulichambua. Jambo la tatu ni hatari ya kuzidisha mashambulizi ya kijeshi. Jambo la 4 ni athari ya kiuchumi. Jambo la 5 ni tathmini ya hatari na mustakabali wa taifa la Iran, jambo ambalo mpaka hivi sasa ni sehemu tu ya simulizi ambayo bado haijafika ukomo wake, lakini kupitia Multipolar Vision hii leo tutapata nafasi ya kuyafahamu zaidi. Sasa kabla ya kwenda kwenye sehemu ya maelezo ya kina kutoka kwa mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Godfrey Mchungu, ambapo mjadala wetu mkubwa utajikita kwenye siasa ambazo zinaendelea katika taifa la Iran, akihusishwa pia Marekani kwa asilimia kubwa, tuungane na Abel Mponela ambaye anatupitisha kwenye makala hii inayoelezea kinaga ubaga kuhusiana na mgogoro huu unaoendelea katika taifa la Iran. Kufikia mwisho wa Disemba 2025, ajenda ya Mashariki ya Kati ilihamia kwa kasi kubwa kuelekea Irani. Sasa si kwa mstari mmoja, bali kupitia nyanja kadhaa zinazohusiana kwa karibu mno. Kuyumba kwa hali ya kijamii na kiuchumi ndani ya nchi, shinikizo la nje na kurejea kwa simulizi la chaguo la kijeshi katika kauli za wazi kabisa za Marekani. Kati ya tarehe 28 hivi mpaka 31 mwezi Disemba huko, wimbi jipya la maandamano lilizuka kote nchini, likichochewa na kupanda kwa gharama za maisha na kuzorota kwa hali ya kifedha ya wananchi. Ripoti za vyombo vya habari zilionyesha kuenea kwa maandamano kutoka maeneo ya biashara hadi vyuo vikuu, huku zikibainisha pia kichocheo cha ziada kilichotokana na kuporomoka kwa kiwango cha kihistoria cha thamani ya rial na mfumuko wa bei uliosalia juu ya chini ya vikwazo vya kiuchumi. Mamlaka zililazimika awali kukiri kuwa chanzo kikuu cha hasira ya wananchi kilikuwa ni matatizo ya kiuchumi, na zikazungumzia pia hadharani uwepo wa mfumo wa mazungumzo na mageuzi. Hata hivyo, katika hatua hiyo, wachambuzi wengi walitambua mtindo uliozoeleka katika miaka ya karibuni: kauli za kusikiliza jamii huambatana sambamba na kuimarishwa kwa udhibiti wa kiusalama, kukatwa kwa mawasiliano, kukamatwa kwa walengwa maalumu na jitihada za kuonesha utulivu wa mitaani kwa nguvu. Lakini ni nini mantiki ya shinikizo la Magharibi? Januari mwaka huu, suala la maandamano liligeuka kuwa sehemu ya mchezo mpana wa kimataifa, likitumika kama chombo ambacho wadau wa nje walijaribu kukijumuisha katika mikakati yao ya kimkakati ya kuwaweka chini. Katika vyombo vya habari na uchambuzi wa Magharibi,
ilizidi kujitokeza tafsiri kwamba mgogoro wa ndani wa Irani umegeuka kuwa dirisha la fursa kwa shinikizo la nje kwa kiwango cha chini, kuimarisha vikwazo na kupanua kutengwa kwa kifedha, na kwa kiwango cha juu kulazimisha Teherani kukubali masharti magumu zaidi kuhusu masuala ya nyuklia na makombora, huku ikijaribu kwa wakati mmoja kuunda upya usanifu wa usalama wa kikanda kwa mtindo wa Kimarekani. Lakini sasa tutazame mapambano ya alama na mustakabali wa Irani. Kipengele nyeti zaidi cha awamu ya Januari kilikuwa kwamba ajenda ya ndani ya Irani haikuwa tena lengo la vikwazo, bali pia uwanja wa mapambano, alama na maono yanayokinzana kuhusu mustakabali wa nchi. Katika mitaa na video kulitoka miji mbalimbali ya Irani zilizoonekana kauli na si ishara zilizorejea kipindi cha kabla ya Uislamu na kabla ya utawala wa makasisi, ikiwemo dokezo la wazi la kurejeshwa kwa msaada wa Pahlavi. Mahali pengine ilionekana kupitia kauli ya Javid Shah na kuoneshwa kwa picha ya Shah wa mwisho. Mahali pengine kwa kauli ya tahadhari zaidi, tunataka Irani bila Mayatollah. Hali hii ilisababisha mjadala mkali mara moja. Baadhi ya wachambuzi, akiwamo mwandishi wa The Guardian, alitafsiri kauli za kifalme kama ishara ya kukataa mfumo wa sasa badala ya hamu halisi ya kurejesha ufalme, wakieleza kwamba pale upeo wa kisiasa unapokuwa tupu, jamii hushikilia alama zozote zinazotambulika hata kama hazionekani kuwa na uwezekano wa kiutekelezaji ama kutekelezeka. Vyanzo vingine hata hivyo vilibaini kuwa miongoni mwa baadhi ya waandamanaji, hasa vijana wa kiume na makundi yanayochochewa na sababu za kiuchumi, kulikuwa na ongezeko pia la hamu ya kiongozi rahisi na anayeeleweka wa mpito ambaye angeweza kuwa nembo ya moja. Katika muktadha huo, Reza Pahlavi, mrithi wa Shah wa mwisho anayeishi uhamishoni, alijitokeza tena. Reuters iliripoti kwamba alizidi kujionyesha kama kiongozi wa kitaifa, akiwahutubia vyombo vya usalama, akiwataka wasisimame upande wa wananchi na kutafuta shinikizo kubwa zaidi dhidi ya Teherani kutoka miji mikuu ya Magharibi. Hata hivyo, vyombo vya habari hivyo vilisisitiza utata wa msimamo wake. Kwa upande mmoja, anadai hataki kulazimisha kurejeshwa kwa ufalme, yuko tayari swala la mfumo wa baadaye liamuliwe kwa kura ya maoni. Kwa upande mwingine, utambulisho wake wa umma na alama zinazotumiwa na wafuasi wake vinavuta harakati kuelekea muktadha wa kifalme, jambo ambalo liliwapa mamlaka hoja madhubuti ya propaganda ya kuwasilisha maandamano kama mradi wa utawala wa zamani na wadhamini wa nje. Na sasa tuangalie kuna haka kamchezo kimataifa kuongezeka kwa hatari ya kijeshi. Mchezo huu si wa Marekani pekee, kwani Ulaya pia iliongeza shinikizo, huku AP ikiripoti kwamba Umoja wa Ulaya uliamua kuitambua IRGC kama shirika la kigaidi. Irani, ikihisi udhaifu, ilijibu kwa kauli kali, vitisho na hatua za kuzuia mapema. Wakati huo huo, Trump aliongeza shinikizo, huku akiendelea kuacha mlango wa diplomasia wazi. Sambamba na vikwazo, Marekani iliongeza kasi ya kauli na uwepo wa kijeshi. Kufikia Januari 29, Reuters iliripoti kuingia kwa kikosi cha kubeba ndege cha USS Abraham Lincoln katika eneo la CENTCOM. Mwishoni mwa Januari, vyombo vya habari viliripoti pia ziara ya mharibifu wa Marekani katika bandari ya Eilat, Israel, ishara ya uratibu wa karibu wa Marekani na Israel. Mapema Februari, Washington Post ilielezea mkusanyiko wa ndege, meli, mifumo ya ulinzi wa anga na vita vya kielektroniki, miundombinu inayoweza kutumika katika hali mbalimbali, kuanzia shinikizo la kidiplomasia hadi mashambulizi. Hata hivyo, kinachojitokeza ni kwamba kuongezeka kwa nguvu za kijeshi hakubadilishi diplomasia, bali kunajumuishwa ndani yake. Kufikia tarehe 2 Februari, iliripotiwa kuwa mazungumzo yanaweza kurejea, yakihusisha ujumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi huko Istanbul. Nchi za kikanda zilizoonyesha wasiwasi mkubwa. Mshauri wa kidiplomasia wa UAE Anwar Garagash alionya kuwa eneo hilo halihitaji tena vita vingine vya Marekani na Iran. Mwelekeo mwingine muhimu wa mgogoro ni nishati. Mwishoni mwa Januari, bei ya mafuta ilipanda kutokana na hofu ya usumbufu wa usambazaji.
nishati hiyo inakuwa chombo cha shinikizo na pia kichocheo cha kupunguza mvutano, kwani mgogoro mkubwa ungeathiri mfumuko wa bei, mahitaji ya kimataifa na udhibiti wa kifedha. Katika muktadha huu sasa, Urusi inaonekana kama msawazishaji kati ya Iran, nchi za Kiarabu na Israel. Moscow inahifadhi mawasiliano na pande zote na inapinga suluhisho la kijeshi. Kwa Urusi, hii ni maslahi ya kivitendo: kuepuka vita kubwa karibu na mipaka yake, kudumisha utulivu wa kimasoko ya nishati na kushindana na Marekani katika kuunda usanifu wa usalama wa kikanda kwa mtazamo wa mifumo mingi badala ya kituo kimoja cha nguvu. Kwa ujumla, mgogoro wa Irani mwishoni mwa mwaka 2025 hadi mapema mwaka 2026 unaonesha mipaka ya mifumo ya upande mmoja ya usalama wa kikanda na unaongeza umuhimu wa mbinu za dunia na mifumo mingi. Hii ni Multipolar Vision. Mimi ni Abel Mponela. Bye kwa sasa. Asante sana Abel Mponela kwa sehemu ya simulizi ya makala hiyo ambayo imetudadavua na kuyajua na kuyafahamu mengi zaidi. Lakini baada ya kupata pia makala hiyo, tupate uchambuzi wa kina kuhusiana na yale ambayo tumeweka mezani kupitia Multipolar Vision. Nikumbusha kwamba hii ni Clouds TV, nami ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na nipo na Godfrey Mchungu, uchambuzi wa siasa za kimataifa. Godfrey, yapo mengi ambayo hii leo tunatamani kuyafahamu kulingana na makala pia ambayo tumeisikia kwa pamoja, lakini kubwa zaidi tutarejea mpaka mnamo Desemba 2025 ambapo maandamano makubwa ya kijamii na kiuchumi yalianza nchini Iran, ambapo kwa haraka yalipata mwelekeo wa kisiasa. Lakini pia awali mamlaka za Iran zilijadili pia kuhusiana na mazungumzo na watu ambao waliandamana na kuingia barabarani. Jambo kubwa ambalo linatajwa ni kwenye masuala ya kiuchumi, pengine hali ya maisha ambayo waandamanaji walikuwa wanataja kama sababu ya kutokubaliana na namna ambavyo uendeshaji wa serikali unawafanya maisha kidogo yawe magumu. Lakini pia vile vile jambo hili lilielekea mpaka sio tu 2025, likaibuka mpaka 2026. Lakini wakati huo huo Marekani iliweka vikwazo binafsi dhidi ya maafisa na taasisi za Iran, ikituhumu kwamba Tehran kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, huku maafisa pia wa Marekani wakizidi kuhusisha kinyume kwa hali ya ndani ya Iran na shinikizo la kisiasa kutoka nje. Jambo ambalo tunaona mataifa mengine pia wakisema wazi kwamba hata Marekani pale ambapo ataamua kufanya mashambulizi kutokana tu na sababu kadhaa alizoziorodhesha, wasitumie sehemu ya anga zetu kwa sababu tuna heshima ama sehemu ya mashirikiano ya mataifa ya Mashariki ya Kati pamoja na Iran moja kwa moja. Natamani kupata pia mtazamo wako, hali ya ndani ya Iran kwa sasa inaathiri kwa kiwango gani nafasi ya nchi hiyo katika jukwaa la kimataifa? La kwanza. Lakini la pili, tunaweza kusema kuwa maandamano ya kijamii yamekuwa chombo cha shinikizo kwa Washington na sehemu muhimu pia ya kimikakati iliyolenga kubadili mwenendo wa Iran, lakini pia pengine kudhoofisha ile hali ya kisiasa ambayo wamekuwa na msimamo wao kwa asilimia kubwa katika taifa la Iran. Yes, kwanza ukitazama katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan katika swala zima la Iran, unazungumzia swala zima la geopolitics, siasa za kimataifa. Siasa ambazo zimekuwa zikiathiriwa na jiografia, misimamo ya nchi, nafasi za kiuchumi, lakini zaidi sana ushawishi kutoka nje. Hiyo ndio dhana nzima ya geopolitics. Lakini katika swala lako la msingi ni kwamba ni kwani Iran wamepitia kwenye maandamano makubwa ya wananchi kuweza kupinga kile kinachoitwa maisha magumu ndani ya Iran. Na yale maandamano ukiyatazama yalianza kwenye masoko ya mjini Tehran. Lakini yale maandamano ukitazama sasa yaligeuka kama ni hujuma dhidi ya taifa. Na tukashuhudia Ayatollah Khamenei, kiongozi mkuu katika nchi ya Iran, supreme leader, akaweza kutoa hoja kwamba lazima waandamanaji waweze kusikilizwa, lakini tukashuhudia kwamba yale maandamano yamegeuka kuweza kufanya uvunjifu wa amani, kufanya uharibifu. Na baadaye kwamba ikatolewa kauli kwa Trump kwamba anatamani maandamano yale waandamanaji waweze kulindwa, lakini mwisho wa siku watu waweze kupata haki zao za kusikilizwa au haki za kisiasa. Lakini sasa ukitazama ni kwamba taifa la Iran kuwa
kwa nini kwanza napitia kwenye maandamano. Nataka tufahamu kwamba tangu Iran imefanya mapinduzi mwaka 1979 ambayo mapinduzi hayo yaliongozwa na kiongozi ambaye kunaitwa Grand Ayatollah Khomeini. Huyu ndo baba wa taifa Iran ambaye alikuwa anaishi uhamishoni kama mwaka 1979. Tunaona kabisa kwamba Iran ilikuwa chini ya mfalme Muhammad Shah. Kutazama, huyu Shah alipinduliwa mwaka 1979 na baada pale Ayatollah Khomeini akaanza kujenga taifa Iran katika misingi ya Kishia, misingi ya kiitikadi, ambayo itikadi ambazo zinajengwa katika mtindo wa kidini. Sasa baada pale mtazamo wa Iran ukabadilika katika sera yake ya mambo ya nje. Cha kwanza tukashuhudia Iran akaanza kubadilisha sera yake katika swala zima la Wapalestina. Unafahamu taifa la Israeli limeanzishwa mwaka 1948 na mwaka 1947 kuna kitu kinaitwa two state solution, azimio namba 181. Kwa mwaka 1948 lilipoanzishwa taifa la Israeli, ambapo kwa nchi za Kiarabu wanatambua kama ni Nakba. Nakba maana ni catastrophe, ni janga. Zaidi ya Wapalestina 800,000 waliweza kukimbia nchi yao. Kwa sababu baada ya pale mwaka 1979 tukashuhudia kwamba Irani akaanza kusapoti harakati za Wapalestina kuweza kupambana dhidi ya nchi ya Israeli. Kwa hiyo mtazamo wa kwanza hapo ukajengwa kwamba Israeli na Iran wakawa na mtazamo tofauti. Lakini vile vile ilipofika mwaka 1989 huyu Grand Ayatollah Khomeini alifariki, akamwachia amenia sasa hivi anaitwa Ayatollah Khamenei ambaye rais wa sasa hivi ambaye tunasema Supreme Leader. Ni kwamba naye akaendeleza harakati za kuweza kulijenga taifa Iran katika misimamo hiyo. Na ukitaka kuangalia Iran kuna kitu kitaalamu kinaitwa proxy. Proxy maana ni kwamba kuna baadhi ya mashirika ambayo yanaitwa non-state actor yanapigana yakiwa nalinda maslahi ya makundi fulani. Kwa mfano, unafahamu katika Mashariki ya Kati kuna chama cha Hamas ambacho kipo katika eneo la Gaza, kuna chama cha Hezbollah kipo katika eneo la Lebanoni, kuna chama cha Faniyun kipo katika eneo la Syria kaskazini, kuna Hatib Hezbollah, kuna Hezbollah Iraq na Afghanistan. Lakini vile vile kuna kikundi kinaitwa Houthi kipo katika eneo la Yemen. Kwa hizi mtazama zimekuwa ni proxy zidi ya Iran kwenda kulinda na kutetea maslahi yake. Na kwa mtazamo wa Kimarekani au wa Kimagharibi na Israeli, haya wanayataja kama ni makundi ya kigaidi. Kwa sera ya mambo ya nje ya Irani imekuwa na tunasema antagonist, yani ina uadui dhidi ya Israeli na dhidi ya Marekani. Kwa sababu unafahamu Marekani kimkakati analiangalia taifa la Israeli kama ni proxy, yani taifa ambalo linaenda kusimamia maslahi ya kijiografia ya Mashariki ya Kati. Kwa kimtazama Irani amekuwa akiunga mkono kwa lengo la kuhakikisha kwamba anaenda cha kwanza kutetea harakati ambao anahisi kwamba wanaonewa. Kwa mfano huyu ambaye anaitwa kwa mfano katibu mkuu wa Hezbollah Hassan Nasrallah ambaye alifariki kwenye bomu la kutegwa mwaka 2024, anazungumza namna gani kwamba amekuwa na kuwa kiungo mkono na nchi ya Iran. Kwa mtazamo wa mambo nje imekuwa swala msingi. Lakini vile Iran kijiografia ni taifa kubwa. Unafahamu kwamba katika moja ya maeneo matano duniani tuna kitu kinaitwa mfereji wa Hormuz, kutazama eneo la kimkakati, tuna Suez Canal, tuna El Mandeb katika maeneo ya Somaliland, lakini tuna mfereji wa Panama Mexico, tuna Ras Al-Khaimah Afrika Kusini. Tunasema ni maeneo ya kimkakati. Ni maeneo ambayo kimsingi yamekuwa kigombaniwa. Kwa Marekani anataka kuhakikisha kwamba anaingilia siasa za Iran kwa sababu aweze kucontrol mfereji wa Hormuz. Na kitakwimu ni kwamba mfereji wa Hormuz unapitisha takribani 21% mafuta yote duniani. Kila siku kuna zaidi ya meli zaidi ya 100,000 zinapita katika kusafirisha mafuta. Kwa kimkakati Iran ni taifa ambalo limekaa jiografia nzuri. Lakini vile ni kwamba kuna dhana moja ambayo inaitwa tunasema balance of power. Nani anaweza kutawala na kuongoza utawala katika eneo la Mashariki ya Kati? Kwa kuna bato ya mataifa mawili. Kuna Israeli anataka kumiliki Mashariki ya Kati na kuna Iran mtazama. Na lazima ufahamu kwamba hayo yote ni mataifa makubwa katika ujasusi, katika uchumi, katika mikakati. Unafahamu kwa mfano Israeli wana mashirika yao matatu. Kuna Mossad, shirika la ujasusi wa nje la Israeli, kuna Shin Bet, shirika la ndani la ujasusi wa Israeli, na kuna Ahmad, shirika la jeshi. Kutazama vile vile Irani amekuwa akijipanga cha kwanza kuandaa wataalamu. Nitakwambia kwa mfano katika mataifa 9 duniani, Irani mojawapo taifa la kwanza
kurusha satellite katika mwezi. Kwa wameendelea zaidi. Na walichofanya ni kwamba baada ya kuwekewa vikwazo takriban miaka 40 wakahakikisha kwamba wanaipa nguvu teknolojia ya ndani. Kuna tunapozungumza leo hii Iran wamezalisha wana kizazi kizuri sana cha teknolojia, wana watu wazuri sana kuna innovation. Maana unashangaa vikwazo miaka 40 lakini bado wamekuwa wakigundua intercontinental ballistic missile, wamekuwa wakiuza silaha kwa mfano Shahidi Z drone katika eneo la Urusi. Kwa hiyo mafanikio ya Iran imekuwa ni matishio dhidi ya Israeli. Sasa kujibu swali lako la msingi ni kwamba kwa Israeli ili iweze kuwa salama lazima iweze kuwa Irani ambayo imezoofishwa, lakini kwa Irani ili iweze kutetea maslahi yake lazima iweze kuunga mkono harakati za Wapalestina, harakati za Houthi, Hezbollah, kutazama Khan Yunus, Hatib Hezbollah na makundi yote Mashariki ya Kati. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba hii ni bato ya nani ambaye anaweza kuongoza utaratibu wa kimataifa katika eneo la Middle East. Hiyo ndio tafsiri halisi ya Multipolar Vision, kupata upande wa pili wa shilingi wa mtazamo wa kile ambacho tumekiweka mezani. Godfrey, Januari 2026 taarifa zilijitokeza katika vyombo vya habari vya Marekani na kupitia pia uvujaji wa taarifa zikidokeza kuwa utawala wa Donald Trump ulikuwa ukizingatia chaguo mbalimbali za kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Lakini ripoti hizi pia ziliambatana na ongezeko la wazi la uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo pamoja pia na kauli kali za umma kutoka ikulu ya White House. Sasa natamani kupata mtazamo wako pia uwezekano wa kutekelezwa kwa mkondo ule wa kijeshi dhidi ya Iran hasa katika mwaka 2026 ni wa kiwango gani cha uhalisia. Lakini jambo la pili ni sababu zipi pia za kisiasa, za kijeshi pamoja na za kiuchumi zinazoweza pia kuisukuma Marekani kuelekea kutimiza ile adhma yake ya nguvu na si sababu na si kinyume ya kile ambacho pengine kama kilichokuwa kinazungumzwa mwanzo, ni masuala ya maandamano na vitu vingine kadha wa kadha, jambo ambalo linaweza kuonyesha ile ishara nyekundu kwa mataifa haya mawili. Yes, kwanza ni kwamba lazima tufahamu kwamba taifa linapoamua kufanya regime change, kwa mfano katika nchi ya Iran kuweza kutoa utawala wa Ayatollah, haitakuwa kazi ndogo, kwa sababu nafahamu kwamba huu utawala umejengwa kwa kipindi kirefu zaidi. Lakini Irani wao kwa muundo wao tunasema muundo katika muundo wa taasisi zaidi. Kuna taasisi ya Ayatollah ambayo tunasema ndo supreme leader wa nchi, kuna rais, kuna bunge, kuna baraza la wazee ambao wamekuwa kimshauri Ayatollah. Sasa hoja msingi ni kwamba je, Marekani anaweza kufanya regime change au anaweza kuingilia kijeshi Irani? Lazima fahamu kwamba kuna kitu kinaitwa kitaalamu rational approach. Rational approach hii ni nadharia ambayo inaelezea kwamba ili uweze kuanzisha vita lazima uweze kufanya cha kwanza uchambuzi wa masuala ya kiuchumi, ya kiusalama, diplomasia na mtazamo wako, maslahi yako ndani ya nchi husika. Ukitazama ni kwamba katika hizi wiki mbili ni kwamba chaguo la vita au regime change dhidi ya Iran ni swala ambalo kimsingi imekuwa haliwezekani. Kwa nini? Kwa sababu baada ya maandamano tumeshuhudia Iran imeweza kuwa pamoja. Kwa hiyo tunapozungumza Irani ina umoja wa kitaifa, na hata hotuba ya Khamenei juzi imedhihirisha kwamba bado wana umoja mkubwa wa kitaifa. Lakini lazima tufahamu kwamba Irani, Marekani ana maslahi Mashariki ya Kati. Kwa mfano, Marekani ana maslahi Saudia, Marekani ana maslahi Qatar, Kuwait, Bahrain, tazama Afghanistan, kote kuna kambi za kijeshi. Kwa sasa unapoanzisha vita dhidi ya Irani, maana ni kwamba unaenda kupelekea mlipuko Mashariki ya Kati. Unafahamu kwa mfano Iran ni taifa ambalo limekuwa likizalisha hizi drone kamikaze. Wanazalisha kwa siku zaidi ya 400. Kwa siku moja wanaweza wakausha drone katika anga zaidi ya 700 mpaka 2000. Vita siku 12 ambayo ilifanyika mwaka jana baada ya Irani baada ya Trump kuamuru kupiga maeneo ya nuclear Fordo, Natanz na Isfahan. Ni kwamba vita siku 12 unaona kabisa kwamba Israeli alipoteza katika ile vita, na Trump anakiri vile vile zilizusha drone nyingi zaidi, Israeli walipata hasara. Sasa vile vile unapoenda tunasema
ukisema kuanzisha vita dhidi ya Iran maana ni kwamba unapelekea vita Saudia, unapelekea vita katika eneo la Hamas kwa sababu wataresist Palestina, unapelekea vita katika eneo kwa mfano la Iraq, Afghanistan, Hezbollah huko Lebanon, kwa sababu kwa mfano kule Iraq kuna mtu anaitwa Grand Ayatollah al-Sistani, huyu ni kiongozi mkubwa wa Shia. Kwa unapoanzisha vita na Iran maana ni kwamba unasababisha wa Shia Mashariki ya Kati waweze kujiunga dhidi kumlinda Ayatollah. Kwa hiyo lengo la kupigana vita na Iran imekuwa lengo kwa kweli haliwezi kutimia. Kwa hiyo ndio maana option ya pili ni kutumia vikwazo, sanction. Na vikwazo kuna njia tatu za msingi. Kuna kitu kinaitwa sanction, kuna divestment na kuna kitu ambacho kinaitwa boycott. Yaani wanapeleka vikwazo vya kisiasa au vikwazo vya kidiplomasia, wanaenda kuondoa usaidizi wa kutenga hiyo nchi katika kiuchumi. Ndio maana Iran kule hawafanyi mafuta yao hawauzi kwa mfano katika soko la dunia, wamekuwa vikwazo. Lakini vile vile nchi za magharibi hazifanyi biashara na Iran kwa lengo la kusabotage uchumi wa Iran. Ndio maana Iran marafiki wake wakubwa ni China, Urusi, Cuba, Venezuela. Wale ambao wanaitwa ni antagonisti wa taifa la Marekani. Kwa sasa mbinu ambao wameamua kuitumia ni mbinu ya vikwazo, sanction. Lakini mtazama hivi vikwazo vimeweza vipi kuchukua nafasi au kufanikiwa kwa miaka 40? Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema necessity is a mother of curiosity and innovation. Yani taifa linapokuwa na mahitaji huwa na tabia ya kufanya watu wake waweze kuwa wagunduzi na wabunifu kabisa. Ndio kilichotokea kule Iran. Wamekuwa vikwazo, wametengwa, serikali kaamua tuwekeze kwa vijana, kwa innovation, tufanye ugunduzi. Kwa wamefanikiwa zaidi kwenye satellite, kwenye masuala ya teknolojia. Iran ni mojawapo taifa ambayo inatoa wanasayansi wazuri sana kutazama, madaktari wazuri sana kutazama, wahandisi. Elimu yao ipo kwa sababu wameamua kuwekeza katika vijana wao. Kwa sasa vile vikwazo kutazama vimeweza kuwafundisha. Ndio maana vile vile kuna nadharia ya pili ambayo hii inafikia wachambuzi wengi wasemi, kwa nini vile vile Marekani anataka kwenda Iran. Unajua Marekani anaamini kuna kitu kimoja kinaitwa petrodollar. Petrodollar ni mfumo ambao umeanzishwa mwaka 1973 chini ya mwanadiplomasia mwandamizi ambaye anaitwa Henry Kissinger, ambaye aliingia mkataba na King Abdullah mwaka 1973 kwamba lazima Saudia iweze kulindwa na Marekani itapeleka msaada wa kijeshi au wa kiulinzi dhidi ya Saudia. Sasa kuna mataifa ambayo yameamua kuondokana na mfumo wa kutumia dola. Taifa la kwanza Venezuela, ndio hii Maduro hayupo. Taifa la pili ni Iran, ambao Iran mkataba wao unatoka uanze mwaka huu hapa kuyauza mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan. Utazama sasa, unapoyauza mafuta kutumia sarafu ya yuan, maana ni kwamba unaenda kutishia hegemonic power ya taifa la Marekani. Hegemonic power ni uwezo wa taifa kuwa na ushawishi wa uchumi, diplomasia na nguvu za kijeshi. Lakini unafahamu kuna dunia ya leo uchumi maana yake ndio nguzo ya msingi katika taifa. Kwa sasa ukiangalia mataifa 10 katika umoja wa OPEC, Marekani, Saudia, Venezuela, ukitazama Irani wenyewe, Urusi, utaona kabisa kwamba Irani wanapoamua kutumia kwa mfano yuan na Venezuela, maana ni kwamba unaenda kusabotage hegemonic power ya Marekani. Kwa vile vile kitu ambacho anachotaka kwenda Trump kwa Irani sio demokrasia, na mnaenda kulinda maslahi yake ya kiuchumi na mfumo wa petrodollar. Na hiyo imetuonyesha kwa mfano Irani, hata Venezuela kwa Maduro vile imetuonyesha. Trump anasema kwamba sisi Marekani tutafaidika na madini ya Venezuela. Leo hiyo wakina Paulina Machado sio sehemu ya serikali. Wakina Edmundo Gonzalez sio sehemu ya serikali. Wanataka utajiri. Lakini vile kuna kitu ambacho Trump anatufundisha kwenye kipindi chake cha pili kwamba duniani kuna kitu ambacho tunasema global power shift. Yaani kuna mataifa ambayo yanainuka yanatishia uwepo wa hegemonic power ya Marekani. Kwa kazi ambayo amekuja nayo Trump ni kurudisha nguvu za taifa la Marekani. Make America great again. Kwa muktadha huo Mchungu, umezungumzia pia sehemu ya utajiri mkubwa wa mafuta ghafi ambayo dunia ndio yanatazama kama ndio madini yenye kuleta tija na pesa nyingi.
Mgogoro huu ambao kimsingi ulianza kutoka Desemba 2025 mpaka hii leo Januari 26 ilipelekea pia nishati ya mafuta kupanda bei kwenye soko la dunia na kupelekea pia umoja wa uzaji wa mafuta unaitwa OPEC pengine kuona kwamba athari kubwa inaweza kuwepo kwa sehemu ya upitishaji wa mafuta, wanasema ule mfereji wa Hormuz. Yes. Kwa sababu Iran tayari ana umiliki nao lakini meli nyingi zaidi ambazo zinapita pale, umezungumza hapa kwa siku zaidi ya meli zaidi ya laki 7 mpaka milioni 1 kwa siku moja zinapita kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta. Kwa maoni yako, nishati kwa kiwango gani leo hii si tu sababu ya pembeni bali ni chombo kamili cha ushawishi katika mgogoro wa Irani ambao umeweza kuonekana? Lakini ni nani pia ambaye ananufaika zaidi na hali ya sasa kutokuwa na utulivu na kuna faida yoyote ambayo anaipata kama sehemu ya kuendelea kuwepo kwa hizi changamoto za kwenye hizi sehemu mbili? Yes, kwanza ni kwamba ni kweli kabisa kwamba kuna athari kubwa zaidi za kiuchumi ambazo zinachangiwa na sehemu ya mfereji wa Hormuz. Unajua, kwa mfano katika eneo la Hormuz na Bab el-Mandeb, eneo kwa mfano la Somaliland, ambapo unafahamu juzi Israeli wameweza kuitambua Somaliland, ambapo tunafahamu kwamba Somaliland ni eneo la shirikisho la Somalia. Lakini kimkakati ni kwamba Israeli anataka kutumia ile eneo kwa lengo la kupambana na Houthi kutoka Yemen. Kwa ni kwamba vile kuna sababu msingi ni kwamba kuna maeneo ya kimkakati yanagombaniwa ambayo yanakuwa yanaathiri uchumi, siasa na diplomasia. Na sifa kubwa ya maeneo ya kimkakati yana sifa tatu. Sifa ya kwanza tunasema ni kupa power politics. Yaani ukiwa nayo unakuwa na nguvu ya ushawishi wa maamuzi kwenye siasa za kijiografia. Kwa mfano, leo hii kwa mfano akiamua kufunga mfereji wa Hormuz, nishati ya mafuta itapanda bei. Duniani kwa mfano nchi za Kiafrika maisha yatapanda, lakini zaidi sana uchumi wa kimataifa utavurugika. Lakini ukitazama vile tazama athari za kiuchumi zitakuwa ni kubwa zaidi. Lakini ukitazama ni kwamba Trump anaamua kujaribu kunegotiate, na nimeona hiyo hoja ya negotiation ambayo inaendelea kati ya counterpart wa Irani dhidi ya Marekani. Ni kwamba hoja ambazo zinazungumzwa ni kwamba Irani cha kwanza aache kuyasupport makundi ambayo yanaitwa itikadi kali kwa mtazamo wa kimagharibi. Makundi kwa mfano Hamas, Hezbollah, makundi kwa mfano Houthi, Hatibu Hezbollah, fanimio mtazama. Lakini cha pili ni kwamba Irani iache kuzalisha drone. Lakini cha tatu ni kwamba Irani iache kuzalisha intercontinental ballistic missile. Lakini cha nne ni kwamba Irani iweze kupunguza mpango wake wa nyuklia mpaka 3%, kwa sababu sasa hivi wana takriban 60%. Na ni kwamba wao wamesema kwamba katika mazungumzo mpango wa nyuklia ni sehemu ya mazungumzo, lakini tutazungumza juu ya nyuklia salama. Hatuwezi kuyaacha makundi yetu kwa sababu yamekuwa ni proxy na angalia maslahi yetu Mashariki ya Kati. Maana ni kwamba unapopigana na Irani leo hii utasababisha Houthi katika mlango bahari wa El-Mandeb kuweza kufunga ule mlango bahari ambao ukitazama unaathiri kuanzia pembe ya Afrika IGAD mpaka Afrika Mashariki hadi ukielekea katika eneo la Suez Canal. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hizi siasa zinaathiri geopolitics ya kimataifa. Lakini vile ni kwamba tunapozungumzia geopolitics maana ni kwamba namna gani mivutano ya kijiografia inakuwa na athari za kiuchumi. Unajua, kwa mfano unaweza kusema kwamba vita inapigana na Ukraine au Iran. Mimi kwa mfano mtu abuza au akawe na Afrika vipi? Yes. Lazima unajue kabisa kwamba mfumo wa kimataifa umefungamanishwa. Tunaita hiyo international economic system imefungamanishwa. Athari inapotokea sehemu moja inaathiri eneo lingine. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba vita na Irani sio tu ni mlipuko Mashariki ya Kati kama alivyosema Amenei, lakini zaidi sana shida kubwa ya kiuchumi itakuwa ni kubwa. Ndio maana viongozi wengi wanaonya, wakina Macron wanaonya, wakina Putin wanaonya, utazama wakina Xi wanaona kwamba lazima tuweze kukaa chini kuweza kuzungumza kwa sababu athari za kiuchumi zitakuwa ni kubwa dhidi ya watu wengi. Umemtaja hapo taifa kama la Urusi ambalo pia limekuwa sehemu ya kuonya kwenye huu mgogoro, lakini ukiangalia kadri ya mgogoro unavyokwenda, Urusi ameingia kama sehemu ya kutamani diplomasia ichukue nafasi zaidi, watu wakae na wazungumze. Unafikiri nafasi ya Moscow kwenye usuluhisho wa huu mgogoro ni upi kwenye kuhakikisha kwamba Marekani na Iran wanapatana, maisha mengine yaweze kuendelea? Lakini je, Urusi inajitokeza kama
mpatanishi, msawazishi kati ya wahusika wa kikanda au kama mshirika katika ushindani mpana zaidi dhidi ya taifa la Marekani kuhusiana na msingi, kanuni na usalama wa kikanda. Kwanza ni kwamba lazima tufahamu kwamba kwenye negotiation kuna kitu kinaitwa negotiation power. Nani ana nguvu au ana turufu ya maamuzi kwenye meza mazungumzo? Hiyo la kwanza. Lakini la pili, kuna kitu ambacho kinachoitwa conflict resolution, yani utatuzi wa suluhisho migogoro. Maana ni kwamba kuna mtu anaitwa mediator. Huyo anaitwa ni msuluhishi. Anakaa kwenye meza mazungumzo kati ya pande mbili ambazo zinagombana. Zinaweza zikawa ni bilateral, tunasema pande mbili, au tunasema tripartite, pande tatu. Lakini kwa hoja hii ya Iran ambayo tunazungumza, hii ni multilateral kwa sababu inaathiri mataifa mengi. Sasa Urusi kumtazama tunasema ni mediator ambaye anakuwa ni neutral ground, kwa sababu lazima tufahamu kwamba Putin ana uhusiano mzuri na Trump, lakini zaidi sana Putin ana uhusiano mzuri vile vile na Ayatollah Khamenei. Kwa hiyo kwenye meza mazungumzo tunasema huyu tunasema mediator ni mtu ambaye anaaminika, ana trust. Lakini vile kuna negotiation, kuna kitu kinaitwa negotiation in good faith. Je, mnapozungumza mna nia kweli ya kumaliza ule mzozo? Lakini mnapozungumza kuna meza mazungumzo, je, nani ana nguvu? Kwa mfano, kuna negotiation vile vile alikashimini ni kwamba mnapoingia kwenye mazungumzo lazima uwe na kitu ambacho mwenzako hana na kitu ambacho kinamtisha mwenzako kupata kile ambacho unachokitaka. Kwa mfano, Iran ana nuclear. Akiamua kutumia nuclear yake anaweza kusababisha madhara Mashariki ya Kati. Lakini Marekani ana vikwazo. Israeli ana nuclear. Anatishia usalama. Kwa sababu utazama ni kwamba negotiation inakuwa ni katika battle. Nani anaweza kuachia interest zake dhidi ya mwingine? Ndio maana kwa mfano ukimsikiza Netanyahu anasema kwamba asiyasupport makundi ya itikadi kali kwa sababu anatishia usalama wangu. Lakini kwa wasikiliza Iran wanasema kwamba wewe mbona una nuclear? Unatishia usalama wetu. Lakini Marekani anaambiwa kwamba unatoa vikwazo turudishe nyuma mpango usalama wa nuclear. Hii ndio maana negotiation. Negotiation nyingi kwa mfano nchi ambazo zinazoendelea zinaitwa ni mediocre. Ya negotiation ambazo katika tunasema kiwango duni kwa sababu hawana negotiation power. Kwa sasa kuna hoja ya Iran vile vile ni kwamba inatufundisha kwamba namna gani mataifa ya negotiation power, nani ana turufu ya maamuzi kwenye meza mazungumzo. Multipolar vision ndio hii, na tukiwa tunaelekea mwisho kuweka nukta kwenye uchambuzi wa mgogoro ambao unaendelea katika taifa la Iran, jambo ambalo tunapata kuyafahamu mengi zaidi. Lakini Mchungu, hata kama tunadhania kuwa mpambano ya moja kwa moja kijeshi kati ya taifa la Marekani pamoja na Iran usiweze kutokea moja kwa moja na kushuhudia matokeo ambayo hakuna ambaye anatamani, kwa sababu taifa kama la Iran na taifa la Marekani ni miongoni mwa maeneo ambayo kila mmoja anapoweka vikwazo vyake kwa mwingine, athari kubwa inakuja kwenye mataifa mengine ambayo yanategemea uchumi wa pande zote mbili. Lakini unaweza kusema kuwa mgogoro wa sasa kuhusu taifa la Iran unaosababisha mabadiliko pia ya kina zaidi katika Mashariki ya Kati, ikiwemo kuondoka na taratibu katika mfumo wa usalama kwa upande mmoja, kwa maana wa tunaita unipolar. Kulingana na kile ambacho umekizungumza, mgogoro huu una uwezo wa kufikia hilo lengo la kuona kwamba sasa tunabidi tuende kwenye ile nguvu ya multipolar, sio unipolar. Lakini ni mabadiliko yapi ya muda mrefu katika siasa za kikanda na mifumo ya muungano ambayo yanaweza kuleta tija na kuleta utulivu kwenye ule ukanda wa kati, kwenye mataifa ambayo unazungumzia Saudi Arabia, Kuwait, Katari, Israel pamoja na Iran, Iraq na mengineyo? Yes, kwanza ni kwamba kutokana na tafiti ya Global Security Index inasema kwamba duniani kuna mizozo zaidi ya 80. Tafiti za Global Security Index zinazungumza kwamba duniani kuna mizozo zaidi ya 80 ambayo inaendelea. Ndio maana ukiangalia dunia unazungumza kuhusu Kongo, Afrika Kati, Sudan, Somalia, Palestina, Ukraine, Venezuela, Haiti. Kwa kuna zaidi ya mizozo 80 ambayo inaendelea duniani. Kwa hiyo huu mzozo wa Palestina unatishia kitu ambacho kinaitwa global insecurity, usalama wa kimataifa. Lakini zaidi sana unatishia vita ya nuclear ambayo imeita madhara kubwa. Unakumbuka kipindi cha Hiroshima na Nagasaki, madhara kimsingi yalitokea. Sasa
Ni kweli kabisa kwamba tumeingia kwenye siasa za tofauti na tunaziita siasa za multipolar kama jina la kipindi linavyoitwa. Na tunapozungumzia multipolar lazima uweze kulivyo katika msingi wa kihistoria. Dunia ilipitia katika bipolar, unipolar, then multipolar. Kwamba tulikuwa kwenye kipindi cha vita baridi, mataifa kambi mbili zilikuwa zinapambana. Marekani na washirika wake dhidi ya Umoja wa Kisovieti. Walikuwa wanapambana kipindi cha bipolar. Lakini mwaka 1991 dunia ikabadilika. Na hapa kuna msomi mmoja kutoka Harvard anaitwa Fukuyama na Huntington waliandika andiko linaloitwa End of History, kwamba huu ni mwisho wa historia. Kwa hiyo tukaingia kwenye kipindi cha unipolar politics. Marekani akaanza kusambaza adabu duniani. Ndio maana ukiangalia tangia mwaka 1991 mpaka mwaka 2015 kuna mataifa yamepelekwa kwa mfumo demokrasia. Kuna mataifa yalipangiwa nchi ya kusema, nchi ya kufanya. Kipindi cha unipolar. Lakini baada ya Urusi kuichukua Crimea mwaka 2014 na kuinuka kwa nguvu za China kipindi cha Xi Jinping, utazama dunia imeingia kwenye kipindi cha multipolar. Dunia ambayo ina mataifa mengi ambayo yana ushawishi wa kiuchumi. Leo hii kuna mataifa sio lazima ende Marekani. Anaweza kaenda China, akaenda Urusi, akaenda Saudia, mpaka Qatar sasa hivi inatoa msaada kwa sababu kipindi cha multipolar. Sasa moja ya sifa kubwa multipolar, kuna geopolitics tunasema kuna mitafaruku kwa sababu kila taifa linapambana kuhakikisha kwamba inaweza cha kwanza ni kukamata maeneo ya kimkakati, lakini cha pili ni kujenga nguvu za kiuchumi, cha tatu ni kujenga nguvu za kijeshi. Kwa ile international order kimataifa inakuwa katika instability. Kwa tunasema mchambuzi mzuri anaanza kutabiri. Ukiangalia dunia ni kwamba tutaendelea kuona mifarakano kwa sababu dunia ina viranja wengi ambao wanainda maslahi yao. Kwa mfano Trump anakuambia mimi na maslahi Venezuela. Tunasema kuna ile dhana ambayo inaitwa Monroe Doctrine, kwamba haitakiwi taifa lingine kinzani liwe katika ukanda wa Western Hemisphere. Putin anakuambia kwamba hii Ukraine eneo la kimkakati lazima kuichukua. China anakuambia Taiwan eneo la kimkakati. Umeona? Lakini vile Israeli anasema kwamba mimi nina mpango wa kutengeneza Greater Israel, Mashariki ya Kati. Kwa katika hiyo hali ambayo unaiona ni kwamba kuna mataifa mengi yana nguvu za kiuchumi, yana ushawishi. Kwa hiyo ile hegemonic power na international order lazima itapitia katika insecurity, itapitia katika recession, itapitia katika global power shift, kwa sababu dunia imeingia kwenye ungwe nyingine. Yes. Asante sana Godfrey Mchungu kwa wakati wako my brother, lakini shukrani za nguvu pia kwako mtazamaji wa Multipolar Vision. Imekuwa ni wakati mzuri zaidi kwa ajili ya kuyatazama mengi ambayo yanayohusu Mashariki ya Kati, hususan katika taifa la Iran kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi, lakini kubwa zaidi inayosabiriwa ni kilele cha mazungumzo kati ya taifa la Marekani na Iran, jambo ambalo limefanya Urusi pia aweze kuipeleka mbele diplomasia na taifa la China kwamba jamani haya yaishe, kwa sababu ni sehemu ya maslahi ya mataifa mengi zaidi duniani kwa ukubwa wa mataifa haya mawili. Mimi sina la ziada. Jumapili ya leo tumeeka nukta hivyo kupitia Multipolar Vision. Nikusihi uendelee kusalia na Clouds TV. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, na leo nilikuwa na Godfrey Mchungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Nikutakie usiku mwema.